Kaka, habari? Salama, habari? Salama, pole na kazi. Asante. Nina maswali baadhi, naomba utayari wako. Yes, mimi niko tayari. Kwani upo tayari? Yeah, mimi niko tayari. Nashukuru sana kwa utayari wako. Hivi, unaelewa nini kuhusu neno samahani? Maana neno samahani ni pale mtu anapokosea na yani ni kuomba radhi, yani unapokuwa umekosea. Ndio maana neno samahani, yani kukiri makosa. Mimi ndo ninavyoelewa. Sawa, asante kwa uelewa wako. Na je, nini kinyume cha neno tafadhali? Tafadhali. Tafadhali kinyume au maana neno tafadhali? Kinyume cha neno tafadhali. Kinyume cha neno tafadhali mimi ninavyojua mimi asante. Sijaelewa vizuri yani. Mshikaji wangu kaua sana huyu. Anatondoka kwa mwingine huyu hapa. Mwingine mshikaji mbona huyu hapa kaka. Kaka huyu hapa. Kweli serious hauna. Twende kwa kaka. Huyu hapa. Kaka, habari? Nako anafanya kazi mshikaji, atondoke kwa yule pale. Twende kwa huyo hapa. Safi, shikamoo. Kwema, pole na kazi kaka. Salama kabisa, kwema. Kwema, na mimi ni Susan Paul, ninatokea Skon Media. Nina baadhi ya maswali kwa lengo la kuelimisha jamii, naomba utayari wako. Sana. Niulize maswali yako hapa. Sawa. Hivi kaka, unaelewa nini kuhusu samahani? Kuhusu samahani. Samahani ni pale kitendo mtu unapomkosea alafu ukamuomba msamaha. Hiyo ndio samahani ilivyo. Ndio. Sawa. La samahani kuwa umemkosea mtu na ukamuomba msamaha, naye pia akaukubali na kuupokea ule msamaha wako kwa kile ulichokifanya. Sawa, asante. Na unaelewa nini kuhusu kinyume cha neno tafadhali? Tafadhali ni kama pia kumuomba tu mtu pia, bwana tafadhali na kuomba unisaidie jambo fulani, pia kama ni kuomba msaada fulani hivi wa jambo ambalo unalitaka litekelezwe jambo lako, ndio unaanza na hiyo tafadhali. Sawa, naomba kinyume chake. Kinyume chake hapo bwana, kinyume chake hapo tafadhali. Pichemka kidogo. Kweli serious wale kinyume cha neno tafadhali. Oya mshikaji wangu kaua sana. Yuko kaka, asante sana. Asante. Mungu akubariki. Asante. Kaka, habari? Safi, mambo. Poa, pole na kazi kakaangu. Shukrani. Mimi ni Susan Paul, natokea Skon Media. Nina baadhi ya maswali, naomba utayari wako. Sawa, uliza. Je, unaelewa nini kuhusu samahani? Samahani ni neno au mtu kama kakukosea anakuomba radhi labda msamehe. Unavyoelewa mimi. Unaelewa vizuri sana. Na je, nini kinyume cha neno tafadhali? Tafadhali kinyume chake. Kinyume cha tafadhali nadhani ndio samahani. Kinyume cha neno tafadhali. Tafadhali hapo. Kinyume chake. Kinyume. Yeah. Hapo kichwa kina vitu vingi. Mshikaji wangu kabaliza huyu. Acha kabisa, tondoke kule. Baba zangu shikamooni. Poa. Mimi naitwa Susan Paul, nimetokea Skon Media. Ni mwanahabari. Naomba niulize baadhi ya maswali. Maswali gani kama yapi? Lengo la haya maswali ni kuelimisha jamii. Kama swali la kwanza. Je, unaelewa nini kuhusu samahani? Nini? Unaelewa nini kuhusu samahani? Kuhusu samahani, umesamehewa? Ndio. Sawa. Na je, nini kinyume cha neno tafadhali? Tafadhali. Yaani uepukane na kugombana na mtu. Naomba kinyume chake. Kinyume chake hicho ndo sikielewi zaidi. Kweli babangu, wale kinyume cha neno tafadhali? Basi twende kwa baba huyu hapa. Baba shikamoo. Mambo vipi? Mambo poa.
Unaelewa nini kuhusu kinyume cha neno tafadhali? Sasa no comment. No comment, mimi na vitu hivi kidogo. Kweli hauelewi? Basi sawa, nimekuelewa, usijali babangu. Twende kwa baba huyo hapa. Baba, shikamoo. Marhaba, hujambo? Sijambo. Kwanza mzee msalimie. Ndio, nimemsalimia. Mimi ni Susan Paul, nimetokea Sokoni Media. Kuna baadhi ya maswali naomba nikuulize. Lengo haya maswali ni kuelimisha jamii. Naomba tayari wako. Maswali kama unaelewa nini kuhusu samani? Maswali sasa nitakujibu swali gani sasa? Hilo hapo, nini unaelewa nini kuhusu samani? Kuhusu nini sasa samani? Kuhusu samani. Yaani neno samani unaelewa nini? Kwa hili labda tutakalo au hapana. Unaelewa nini kuhusu neno samani? Samani. Unaelewa nini? Mimi naelewa samani maana yake yani kwa samani kwa hili labda kwa hiyo kama litakuwa nimeongea tofauti au nimekosea. Sawa? Nimemaliza. Aya, sawa. Unaelewa nini kuhusu kinyume cha neno tafadhali? Tafadhali yani kinyume cha neno tafadhali. Tafadhali kinyume. Hiyo si kijui. Kweli baba? Serious? Aya, sawa. Baba, shikamoo. Marhaba, mjambo? Jambo, pole na kazi. Asante. Vipi? Nakwenda hapo kazini sasa. Hii kazi inalipa kweli? Kwa ugumu kweli yani. Kweli? Naomba nikuulize swali. Mimi kwanza sijajitambulisha thamani. Kwa majina naitwa Susan Paul. Natokea Sokoni Media. Naomba nikuulize maswali na lengo la haya maswali ni kuelimisha jamii. Amina. Haya. Upo tayari? Niko tayari. Unaelewa nini kuhusu neno samani? Kuhusu samani ni mtu ambapo amekukosea, labda ndio kakukwaza, ndio inabidi kuomba msamaha. Au ukiwa na simu mkononi imejia ghafla, ukiwa na umati wa watu, inabidi uombe msamaha wale watu, kwanza ndio uongee na simu. Sawa, asante. Na je, unaelewa nini kinyume cha neno tafadhali? Tafadhali. Tafadhali kwamba maana yake tafadhali ni mtu ambapo umemuomba kitu kakukwamia, ambaye basi naomba nisamee. Kinyume cha neno tafadhali. Kinyume cha tafadhali hapo kule itakuwa umenyata kidogo. Oya, mshikaji wangu kabaruza huyu. Atondoke kwa kaka huyu hapa. Atondoke kaka bali. Mavipi? Safi. Pole na kazi. Asante. Naona kama unafanya kazi sasa. Vipi, kazi inalipa kweli? Inakizi mahitaji na pata kipato kweli hapa? Hivyo kigumu. Hivyo kigumu. Unaonekana kaka mchapa kazi sana. Kikweli kwa sahihi. Kweli? Haya, sawa. Mimi kwanza samani sijajitambulisha. Kwa majina naitwa Susan Paul, nimetokea Sokoni Media. Nina baadhi ya maswali. Lengo la haya maswali ni kuelimisha jamii. Naomba tayari. Karibu. Unaelewa nini kuhusu samani? Kuhusu neno samani. Kikweli gumu. Kweli wewe kakaangu, hata kinyume cha neno samani. Kinyume cha neno samani. Nafahamu. Aya, sawa. Je, mimi kinyume cha neno tafadhali? Tafadhali. Kwa ninavyoelewa mimi kinyume cha neno tafadhali ni yaani tuseme kama umemkosea mtu unataka umfuate ukamwombe msamaha, lazima uanze kwanza neno tafadhali au neno tafadhali na maongezi na wewe labda. Ndo ninavyoelewa mimi. Asante mkaji wangu, asante sana.